Amen. Tunaenda kuanzia fellowship ya siku ya leo. Kwa maana Mungu anakuanga amegojea. Na kila mmoja anakuanga amegojea hii fellowship awe akibarikiwa, na wale wanaangalia hii video wawe wakibarikiwa kila wakati. Tunaenda kufungua na maombi ndiposa tuweze kuingia kwa neno. Acheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, twashukuru, twainua jina lako siku ya leo, twasema ni asanti. Amen. Asanti kwa siku ya leo mtakatifu, pokea sifa na utukufu Jehova. Amen. Bwana, twasongea kwako ndiposa Mungu ishie milele, ukatutakaze katika jina la Yesu. Amen. Tutakaze na damu ya Yesu Kristo siku ya leo katika jina lako Mfalme. Amen. Utusamehe dhambi zote siku ya leo katika jina la Yesu. Amen. Bwana mtakatifu, katuone upya siku ya leo Mfalme. Amen. Bwana mtakatifu, tuondolee dhambi zote na makosa katika Ndio. jina la Yesu. Amen. Kwa maana wewe ni Mungu na wewe ndio baba wetu mtakatifu. Amen. Na kwa maana hatuna mwingine twaweza kuita baba isipokuwa ni wewe. Ndio, Twasongea Mungu. kwako Jehova ndiposa Mungu mtakatifu ukaondoe dhambi zote na makosa ndani yetu katika jina la Yesu. Amen. Bwana, tuone upya siku ya leo katika jina lako litakatifu. Amen. Bwana, hii fellowship na ilete mikononi yako ya siku ya leo Jehova Mungu, ndiposa Bwana uishughulikie katika jina la Yesu. Amen. Na ukitenda hayo, sifa na utukufu ni zako Ndio. katika jina la mwanao Yesu Kristo Bwana. Amen. Twainua jina lako, twaliheshimu jina lako Bwana, Ndio. tukijua kuna mwingine kama wewe Jehova ishie. Amen. Wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu wa watakatifu. Amen. Bwana, twasema ni asante kwa ajili ya fadhili zako. Ndio. Asante Mungu kwa ajili ya uhai na uzima. Amen. Asante Bwana kwa uzima wa roho zetu Bwana. Ndio. Asante kwa uzima kwa ajili ya nafsi zetu. Ndio, Pokea Bwana. utukufu katika jina la Yesu. Amen. Asante kwa uzima wa mwili hii Bwana katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante kwa pumzi umetufanya tupumue siku ya leo. Ndio. Utukufu wote ni wako Jehova aishie milele. Amen. Katika jina la mwanao Yesu Kristo. Amen. Tuachilia mikononi yako siku ya leo. Ndio, Bwana. Tukiomba Mfalme, tukiomba mtakatifu, Ndio. uendelee kuchukua nafasi ndani ya mioyo yetu. Amen. Chukua nafasi ndani ya dhamira zetu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo Bwana. Amen. Baba mtakatifu, siku ya leo twainua jina lako tukisema Mfalme, Ndio. Bwana, kazi yote ya shetani amefanya na ameapa, Ndio. yote ikawa imeshindwa katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mfalme wa wafalme, twaomba jina la Yesu liwe linashinda kazi ya shetani Ndio. kila wakati Jehova ishie milele. Yes. Tunajua ni mengi shetani anakuanga ameandaa Ndio. kinyume na wale wameokoka Jehova, Ndio, kinyume Bwana. na waaminiwa Mungu wa rehema. Yes. Bwana mtakatifu, twasema wewe Mungu ni mshindi, na ndio Bwana tunakutegemea Amen. kila wakati katika jina la Yesu. Amen. Ukachukua ushukani kwa kila jambo. Ndio, Chukua Bwana. ushukani kwa kila hali Bwana. Amen. Ndiposa Mungu katetee waokofu. Amen. Ukatetee wale wameokoka Jehova. Ndio. Ukatetee wale wameitanishwa na wewe. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na wale wakuokoka Jehova uwaokoe. Ndio, Ndiposa Bwana. Bwana mtakatifu tuwe wengi kwa ufalme wa mbinguni. Amen. Bwana, endelea ukisamehe watu wengi Ndio. katika jina la Kristo Yesu. Amen. Bwana mtakatifu, gome zote za ibilisi shetani. Ndio. Mfalme wa wafalme, siku ya leo Yes. tunasema ishindwe katika jina la Yesu. Amen. Tunafunja dhabihu zote ametoa kinyume Ndio. na kanisa la Kristo Bwana. Yes. Dhabihu yote ametoa kinyume na sisi. Ndio. Bwana mtakatifu, tunaifunja Katika katika jina la Yesu Kristo. Amen. Gome zote ametoa kinyume Ndio. na kanisa la Kristo Bwana. Yes. Ndiposa angamize kanisa. Ndio. Bwana, hiyo ngome tunaifunja Katika jina la jina la Kristo Yesu. Amen. Kazi yake yote mtakatifu Ndio. ikawa inaangamia kupitia jina la Yesu. Yes. Katika jina lako litakatifu Jehova. Amen. Ya sadi Bwana, simama na kila mmoja Amen. aliyeitanishwa na wewe. Amen. Simama na kila mmoja anaenda Bwana kukaribiwa na wokovu wako. Ndio. Ndiposa wokovu iweze kuingia ndani yao Ndio, katika Bwana. jina la Yesu. Mfalme wa wafalme, ninaomba Yes. wale wanaangalia hizi video Bwana ukawabariki, Bwana Amen. ukawainue, ukawatendee Amen. katika jina la Yesu. Na Ndio. wale Bwana hawajaokoka, Ndio. uwe ukiwasamehe dhambi zao na makosa Yes. katika jina la Yesu Kristo. Ndiposa Mungu kusiwe mmoja atakayepotea katika jina la Yesu. Amen. Sipotee hata mmoja, Ndio. tukaweze kukutana huko mbinguni, wale hatutakutana duniani. Ndio. Katika jina la Yesu naitisa wengi kwa wokovu Ndio. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Akaendelee kuchukua nafasi Ndio. ndani ya wokovu wako Jehova. Amen. Katika jina la Yesu simama na wahubiri katika jina la Yesu. Simama na mitume Ndio. katika jina la Yesu. Simama na manabii Yes. katika jina la Yesu. Amen. Simama na mapastors katika jina la Yesu. Amen. Simama na walimu Jehova ishie milele Amen. katika jina la Yesu. Mfalme wa wafalme, Bwana tunaomba hii Bwana wale wanashikana megwate
Bwana mtakatifu, washughulikie roho zao, kwa maana unawajua na majina. Shughulikia roho zao Mungu, wakajue ni makosa, wakawaze Jehova Bwana, na wakiwache utukufu ni wako. Bwana mtakatifu, umwagikaji wa damu Kenya tumekataa katika jina la Yesu, kwa maana upumuzi ni yako, uhai ni wako, na hakuna mtu lilete dunia awe akiangamishwa na mwingine. Jina lako Mungu likaheshimiwe Kenya katika jina la Yesu Kristo. Bwana naombea neno siku ya leo, mtakatifu atakatifu, ushughulikie tu roho yangu na akili zangu. Iposa Bwana isipokea mambo ya mwili, isipokee mambo ya akili za kimwili, isipokee ufunuo wa mwili katika jina la Yesu. Wewe akili zangu ninakunenea, ukachukua ushukani, upokee neno kutoka mbinguni na ufunuo kutoka mbinguni katika jina la Yesu. Kwa mwili ushindwe na kazi yako yote katika jina la Yesu. Bwana uchukue ushukani na ukatende mapenzi yako katika jina lako na la mwana Yesu Kristo. Baba nimeomba na hata kuamini. Mwathani arogoso. Ade muhonoku na Yesu ni mwathani. Fikishwa siku ya leo sio kawaida. Wewe mwenzangu, kuona siku ujue sio kawaida. Ujue kuona siku ni Mungu amekufanya uione. Ukijua hivi ati kama utatenda mwingine mabaya, ujue sio Mungu, ni shetani amekutumia. Kwa hivyo wachane na shetani, kwa sababu shetani alihukumiwa kitabo na kazi yake ni Jehanamu. Kwa hivyo tigana na mushukani, wachana na shetani. Mwathani arogoso. Na usitende mwingine mabaya. Tenda mazuri uende zako. Tukana ile modu aliugaga. Mwathani arogoso. Tuko na neno ndani ya Zaburi 15. Na ni hapo kuanzia mwanzo. Na wera uga atiriri ati Jehova no tueka mugeni wa guikara hema yaku. Ati no tueka mugeni wa guikara hema yaku. No tugira kirima-ini giaku kiamure. Mwathani arogoso. Ati no ngigituika wa guikara kirima-ini kiria kiamure, no ngihota guikara hema-ini ya Ngai. Mwathani arogoso. Ikakiuga atiriri ati uthingu uria uthingu niguo kirauga ni uria muthingu. Mwathani arogoso. Igakiuga atiriri na kwaria aragia ciugo aragia uhoro wa ma. Mundu ucio aragia nginya uhoro wa ma, o uria wa ngoro yake. Mundu ucio aragia o ndeto cia uhoro wa ma iria cie ngoro yake. Mwathani arogoso. Igakiuga atiriri ati mundu utari na njambanio rurimi-ini rwake. Mundu utari na gucambania rurimi-ini rwake, na ndekaga na ndekaga muthiritiwe oru, na ndekaga mundu ucio muratawe oru. Mwathani arogocwo. Nake kana akoro akahoya kiugo kia kana akahoya kiugo kia kumenereria mundu uria ungi wa itura, kana akaria kiugo gia kumenereria mundu uria ungi wa itura. Maitho-ini make maitho-ini make murahuhu ni githemba kiruruke. Ati mwiki murahuhu uyu ri ni mundu mwiki uru, ni kiruka kiruruke. Mwathani arogocwo. Na no aria etigiri Jehova neo
neo ekereire mwathani arogocwo Amen. Jehova ekereire andu aria mamwitigiraga Amen. ti kana we ni witigiraga Ngai mwathani arogocwo Amen. ona akorwo ehitite mwihitwa ati mundu ucio nangikorwo ehitite mwihitwa wa kumunuha ndangigaruruka mwathani arogocwo koguo ungikorwo wihitite mwihitwa wa kwaga gwika uru ndungigaruruka mwathani arogocwo koguo kiugo kingi kirauga atiriri ati no ucio ungiikara kirima-ini kia Jehova mwathani arogocwo no ungiikara hema-ini ya Ngai mwathani anenehe nake akerwo atiriri ati ni mundu uria witigirite Ngai mwathani arogocwo na mundu uria wendaga guikara na uthingu wa Ngai na mundu ucio ri ndaragia ndeto cia mundu oro uguo tuhu mwathani arogocwo kana karia uru wa mundu uria mwathani arogocwo kwa hivyo hiyo neno linasema ni Zaburi 15 ati ni nani anaweza kukaa kwenye mlima wa Mungu ama ni nani anaweza kukaa kwa nyumba ya Mungu ile takatifu. Bwana asifiwe. Inasema ni yule mtu ambaye hawezi kutenda mwingine maovu ama mabaya. Bwana asifiwe. Inasema ni yule hawezi kuongea mabaya ya mwingine na yeye ni hali tu ya utakatifu na inasema na yule anaogopa Mungu ati huyo ndio Mungu huwa anamuangalia hata kama anakuaga ameapa. Yani kuapa kunaweza kumumaliza ama kumtenda vibaya. Huyu mtu hawezi kubadilika mwathani arogocwo koguo ri ndenda kuuga atiriri kana ndiraigua atiriri ati huyu mtu anaweza kukaa kwenye mlima. Yani ni mtu amewacha yote. Bwana asifiwe. Ni mtu ameogopa Mungu. Haleluya. Ni mtu amepatia Mungu heshima. Ni mtu hawezi kutenda maovu. Ni mtu hawezi kuua mwingine. Ati huwezi kuchukua kisu uduge mwingine. Huwezi kuchukua risasi upige mwingine. Huwezi kuchukua panga upige mwingine. Huwezi kukaa uongee mabaya yangu ama niongee yako. Mwathani arogocwo. Na ukiogopa Mungu ni mengi unaweza kutenda mazuri. Mwathani arogocwo. Gukiga Ngai kiugaga atiriri ati uria wikaga maundu ma uthingu ucio na Ngai witu ni amurumbuyagia ni tondu ekaga uthingu uria Ngai witu endaga. Mwathani arogocwo. Ati yule anatendaga mambo ya utakatifu Mungu mwenyewe anakuaga anampendelea na upendeleo wa Mungu unakuaga juu yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mwenzangu, wacha nikwambie, kaa vizuri vile Mungu wako aliona inastahili ukuje hapa dunia utende ama ukae. Mwathani arogocwo. Kwa sababu usipokuwa ati huwezi kukaa kwenye hema ya Mungu na huwezi kukaa kwenye mlima, utakaa wapi? Si unakaa kwa dhambi basi. Bwana asifiwe. Na ukikaa kwa dhambi, mwisho wa dhambi ni mauti. Mwathani arogocwo. Koguo tuachane na hii kitu, hii mambo ya dhambi, kwa maana ni kitu kinafanyaga hata Mungu akiniangalia ama kuangalie anaona haustahili. Mwathani arogocwo. Koguo ni tutige gutinda tukirua. Mwathani arogocwo. Tondu kiugo kia Ngai kiugaga atiriri, neno linasema Mungu anajua kutesa mtu wake akiwa ametenda mabaya. Bwana asifiwe. Na kama Mungu nitatenda mabaya atanitoa nguo. Bwana asifiwe sana. Na akinitoa nguo nitakaa kama jua hii inaonekana ni kila mmoja. Haleluya. Kwa hivyo wale wameokoka tuache kutenda mambo ambaye Mungu anachukishwa nayo. Na nikiona andu marane kwa tariwa. Mwathani arogocwo. Tigukena ingikorwo ngenete mundu wa Ngai riria arekwo kiundu gikoneka ni thi ngima. Mwathani arogocwo. Sio kufurahi naweza kuwa nimefurahi wakati mtu anaanikwa kama jua na Mungu ama anatolewa tukuo tuothe anawekwa hivyo. Hiyo tuothe ni yote. Bwana asifiwe. Ati unatolewa na Mungu paka kare kandani unawekwa uchi dunia mzima ikuelekee. Mwathani arogocwo. Ikuagi furaha
wakati unaona mtu anaelekezwa hivi na kile amefanywa hii, ndani ya Isaia inasemanga hivi, ati mimi Mungu nitaondolea hii shamba, yani ukuta ile nimeweka ama fence. Wache niite hivyo, ndio ninasikia nikiita vizuri. Bwana asifiwe. Ati nitaondoa fence iondokea hii shamba, kwa sababu nimerokota mawe, nimefanya kazi mingi, nimeilima, nimeitengeneza, nimetandaza, na wakati nimepanda kile nimepanda imeaja kutoa, yani sabibu ya mwituni. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hapo hiyo maandiko inasemanga hivi Isaia, ati mimi nitaondoa hiyo fence alafu niwachilie hii shamba. Hebu jiulize, unaachiliwa urarekererio rio ni nyamoi, ukinyangererio ni undu wake. Yani aliyo na reida witorekeide mwire. Wacheni niwaambie, hii mwili unaonanga ndio shetani hutumia sana. Hiyo ilifanya pale kwa shamba, hiyo ndio shetani hutumia. Na hiyo ndio inafanya Mungu akasirike. Bwana asifiwe. Amen. Ati unakuta mtu badala akae na wokovu anataka yani kukutembeza hiyo mwili hivi kila kona. Yani kwani ni utamu gani unasikiaga? Mwadhani rogoso. Amen. Na mimi sisemi hivyo kama niko na mwili, niko na damu. Na si ati sipitiangi majaribu, lakini hiyo mambo nikiisikia na ajaga kuitana biguni. Mwadhani rogoso. Kwa nini wewe mwanamke usiambie huyu Mungu, saidia hii mwili wangu uikomeshe, uko na nguvu? Mwadhani rogoso. Wewe mwanaume ukisaamuka, kwa nini usiite Mungu azime hiyo mwili iko na moto? Mwadhani rogoso. Mungu rekeide mwire. Wacheni kuhaibisha Mungu. Tuache kuhaibisha Mungu. Nisihaibishe Mungu, niogope Mungu, nitii Mungu, ndio Mungu aweze kunisimamisha na aweze kuniondolea majaribu. Mwadhani rogoso. Kwa sababu hii majaribu imemaliza watu wengi. Mimi nasemanga hivi, mimi wakati nilikuwa mdogo, kuna yule alianza kanisa la kiroho, na simtaji jina juu ya watoto yake. Bwana asifiwe. Na wakati alianza kanisa hii ya roho, alikuwa nafundisha watu hata kupiga ndimi, na anaombea watu wanapatiwa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu akawa anafanya kazi sana, anafundisha watu. Mwadhani ya rogoso. Lakini wacha nikuambie, kwa hiyo tu kanyama hiyo kadogo hivyo, ako kanaibanga hivi, unaona ni kitu kia maana sana, ako ndio kalimumaliza. Mwadhani ya nenehe. Hiyo kitu ya mwanaume ndio ilimaliza mhubiri. Na wakati alimalizwa na hiyo, alifanya usharati na mfanyia kazi. Mja kazi ndio nasikiaga wakiitwa. Alifanya usharati na mfanyikazi, hiyo mja kazi. Na wakati alifanya tu, waje nikwambie, hapo ndio Mungu alimwacha. Na akamwambia, mimi nilikuwa mdogo, sio mdogo vile ati sikuwa naelewa. Nakumbuka neno aliambiwa, wahubiri tujiangalie vizuri sana. Isi siega twena sio ishi. Isi nisio igatoma tuthie riko. Mwadhani rogoso. Hii viungo tuko nayo. Hiyo wewe mama uko nayo. Hiyo ya katikati. Hiyo ndio shamba ile walikula hiyo. Hiyo ndio ile matunda walikula. Mwadhani rogoso. Leo nili tunda Adamu na Hawa marire. Saitani akereithia Hawa, agicoka nake akimwira twarira Adamu. Na wakakula ndio wakafukuzwa kwa shamba. Kwa hivyo hiyo kakitu unaibishanga hivi, ukiangalia mwanamke unafikiria hii mwanamke nitafanya na yeye hivi. Ako ndio kalifanya Adamu afukuzwe, na ako ndio kalifanya yani huyu mhubiri amalizike. Na wacha nikwambie, Mungu alinena hizi neno, aliongea hivi, ati fulani ninajua utahubiri, na utahubiri paka wakati utatoka dunia, lakini hutakuwa mwanangu milele na milele, na utapata uzima wa milele. Na ikaiyo kakitu we otinda okineinia, otinda okinio kiroria kuriaka. Mwadhani rogoso. Otinda okikainio roretie kuria tumia. We nawe mutumia ugathi kuya maguru iguru. Mwadhani rogoso. Kiu nikio gitumaga Ngai arege mundu na amute. Na mimi wakati nilijua Mungu aliweka hiyo maneno ndani ya kichwa yangu, sijawahi sahau. Na vile mimi Mungu alifanya tu niweze kukaa. Nilitupwa nikiwa na kamtoto ya miaka 3. Tukaachana na mzee.
lakini sijawahi kutolea mwanaume nguo nilale na yeye. Niliambia Mungu nisaidie na hii mwili uinyamasishe na uifuge. Na najua kuna hizo nguvu kutoka kwenye kiti ya enzi. Bwana asifiwe. Sinaweza kukuzuia na ukae. Na mimi tangu hiyo miaka niko na miaka inaenda 25. Hata labda inaenda 30. Kwa sababu yule mdogo huyo alikuwa na miaka 3, ako na miaka 31. Kwa hivyo ni miaka 20 kedo 29 ni hau mwathani arogoco. Na no menyerere othingu, menyerera othingu waku we. Angalia utakatifu wako na Mungu, angalia ushirika wako na Mungu. Si ati ni vile niko na nguvu sana, lakini naitanga Mungu, na mwambia Mungu nisaidie nisimame na utakatifu wako. Na sisi tusimame na utakatifu wa Mungu. Mwathani arogoco. Tondu gutire kindu kiuru torute wira ugacoka wage muoyo. Ufanye kazi ya Mungu, ushinde ukiombea watu, ulale ukilia, alafu kakitu kana kutuma kana kwambia we enda ukafanya hii. Mwathani arogoco. Kakitu kadogo sana. Hata Biblia inasemaga hivi, hata kama sikumbuki ni kitabu gani, ati kama ni mkono itakufanya ukose ufalme wa mbinguni kata. Sio mkono hii ati sasa niwe kiwete aka mkono kamoja. Hapana, ni kila kiungo uambie Mungu aisimamishe ikose nguvu kabisa. Mwathani arogoco. Tondu Ngai ni amenyaga icio nicio cigatuma twage muoyo. Mwathani aroneneha. Koguo Ngai ni mwega, Mungu ni mwema. Angalia roho ya mwingine, ndio Biblia inasema wacha kukaa chini ukimsengenya. Diposa ukae kwenye hekalu ya Mungu. Diposa ukae kwenye mlima wa Mungu. Mwathani arogoco. Diposa ukae vile Mungu anataka. Mwathani anenehe. Mwiri uyu nduri kundu gathie, uyu ni wa guku thi. Ucio mwiri uratuma twage uthamaki wa iguru. Mwiri ni wa guku thi. Na ugaga na inasemaga hivi, mwili inasemaga kusema ukweli utaenda mbinguni wewe. Inasema roho yako haitafika mbinguni. Naye roho iko na kilio, nafsi yako iko na kilio ya kusema mimi nataka nifike mbinguni. Kwa hivyo hapa ni kung'ang'ana. Na mwili nataka ufanye hivi, naye roho ninasema nataka kwenda mbinguni. Kwa hivyo ni kuweka huyu mwili chini ya utawala wa Mungu ndio uweze kuishi. Mwathani arogoco. Kwa hivyo mwenzangu, acha nikwambie, shikana na Mungu sawa sawa. Nishikane na Mungu sawa sawa. Nisikilize Mungu anataka nini. Nisikilize Mungu anataka usiku kumaanisha nini. Anataka nikae aje. Mwathani arogoco. Koguo Ngai amwike wega. Ona murathime. Mugithie subscribe na mugithie comment na mugithie like. Ngai witu aro murathima. Mungu awabariki na watende mema. Mbarikiwe sana. Amen.